Swali lingine linasema kwamba je, tumbaku ina mahitaji gani? Je, mmea wa tumbaku unahitaji nini? Nisikilize kwa makini. Mahitaji ya mmea wa tumbaku ya mvuke. Nimekwambia na kuelezea na nitazidi kukuelezea tumbaku ya mvuke. Tumbaku ya mvuke ambayo inakaushwa kwenye bani. Mahitaji ya tumbaku ya mvuke ni kama ifuatavyo. Tumbaku ya mvuke cha kwanza inahitaji udongo. Sikiliza sifa za udongo huo. Tumbaku ya mvuke hulimwa vizuri katika udongo laini, mwepesi na tifutifu wenye rutuba nyingi. Udongo wa mfinyanzi haufai kwa kilimo cha tumbaku ya mvuke, kwani hushika maji mengi wakati wa mvua na huwa mgumu wakati mvua ikiwa ndogo. Kwa hiyo sasa, maji yakisimama kwa muda mrefu huwa tumbaku iliyopo. Tofauti za udongo huweza kusababisha tofauti za ubora wa madaraja ya tumbaku ya mvuke. Kwa hiyo udongo ambao ni kitu cha muhimu sana kwenye kilimo cha tumbaku unaohitajika hapa ni udongo laini, mwepesi na tifutifu. Kwa unapokuwa unaandaa shamba, hakikisha shamba lako lina udongo mwepesi na udongo tifutifu, lakini pia laini na wenye rutuba nyingi. Hapa tumbaku ya mvuke haihitaji udongo mgumu ambao ni udongo wa mfinyanzi. Ule udongo una asili ya kuchukua maji wakati wa mvua, lakini pia ukishachukua maji wakati wa mvua ikiisha unakauka, unakuwa mgumu. Sasa tumbaku hiyo hali haihitaji, kwa sababu tumbaku ni kitu ambacho kinahitaji aeration. Aeration ni mfumo ambao tunasema kwamba udongo unapumua. Ndio maana kwa nao boresha sana wanatifulia zaidi ya mara moja. Wanafanya tifulizi zaidi ya mara moja. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni jinsi gani tumbaku inahitaji udongo tifutifu na sio mfinyanzi, lakini pia tifutifu uwe laini na mwepesi. Kitu kingine ambacho tumbaku au mmea wa tumbaku unahitaji ni hali ya hewa. Zao la tumbaku ya mvuke hustawi zaidi katika maeneo ya kiwango cha joto nyuzi 18 hadi nyuzi 30 centigrade wakati wote wa msimu. Kwa tumbaku ya mvuke huhitaji mvua za wastani mvua za wastani wa milimita 400 hadi 1000. Kwa katikati humo, kati ya 400 hadi milimita 1000 ni nzuri sana. Mvua nyingi ambazo zinasababisha magonjwa kwenye kilimo cha tumbaku hazihitajiki. Kwa unapokuwa unachagua sehemu ya kulima tumbaku, hakikisha, na baadaye nitakuja kueleza kwamba kilimo cha tumbaku kinahitajika kulimwa sehemu zifuatazo ambazo kwa Tanzania zinazalisha kilimo cha tumbaku kwa asilimia kubwa sana. Tumbaku huhitaji mvua za juu, ambazo hizi mvua za juu za juu ni ziwe katikati ya milimita 400 hadi milimita 1000. Kwa tumbaku huhitaji mvua na jua. Siku za mawingu zitakuwa nyingi, lakini majani ya tumbaku huwa membamba na mmea unaweza ukadumaa. Kwa ukame wa kipindi kirefu husababisha kupungua kwa ubora wa tumbaku. Tumbaku inahitaji mvua ili iweze kujimwaya, yani iweze kuwa na hali nzuri. Lakini pia tumbaku inahitaji jua ili iweze kufanya photosynthesis kama mmea. Kama mmea, kumbuka kwamba tumbaku ni mmea ambao una rangi ya kijani, ambao inatakiwa ufanye photosynthesis in terms of chlorophyll na sunlight. Kwa hiyo inatakiwa ipate chakula chake kupitia photosynthesis na mimea iweze kustahimili hali ya hewa iliyopo kulingana na chakula kinachopatikana. Kwa hiyo unaweza kuangalia ni mahitaji gani tumbaku inapata. Tumbaku inahitaji udongo na hali ya hewa. Lakini pia zaidi zingatia maelekezo ambao watakuwa na kuelekeza wale ambao unakuta wana experience kubwa. Lakini pia zingatia darasa kutoka hapa, utavuna vizuri. Asante sana.